Siku ya leo ni siku ambayo tunahitaji kuangalia somo muhimu sana, na lina kichwa kinachosema ujasiri wenye kushinda. Nimesemaje? Ujasiri wenye kushinda. Ujasiri wenye kushinda. Nilikuwa ninasikiliza vipindi mbalimbali ambavyo vilikuwa vinaendelea hapa, na kila kipindi kina umuhimu wake. Wakati mchungaji Mwakaswese anafundisha wakati ule wa asubuhi, ukisikiliza lile somo lina umuhimu mkubwa sana katika maisha ya kila mmoja wetu. Na Pastor Mwanga anafanyia kazi, kwa sababu kuna jambo moja ambalo nilimuomba kama itawezekana mchungaji Mwakaswese apate kipindi tena kingine. Ile kitu ni muhimu sana. Si kwa sababu tu mimi ni mdau wa masuala ya afya ya akili, lakini kilichonifanya nikaenda degree ya pili saikolojia ni kwa sababu nimegundua kuna saa tunakemea pepo na hakuna. Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia. Kabisa. Na wainjilisti unakuta jasho limemtoka kutoka kwa jina la Yesu. Kuna kitu kinaitwa subconscious ambapo kina rekodi mambo yote. Kwa hiyo kama mtu alikuwa na pepo wachafu kwa mfano, wanamwangusha chini, anaongea na nini, ubongo una rekodi kama vile mkanda. Kwa hiyo kuna saa subconscious ikiguswa, anaweza akaongea kama pepo kabisa. Ndio maana Mungu akikupa karama ya uponyaji, muombe karama nyingine ya kupambanua roho. Haleluya. Kwa ni muhimu sana. Na unaruhusiwa kuomba karama. Usije ukafikiri kwamba hairuhusiwi, inaruhusiwa kabisa. Zitakeni karama. Si umeona ile fungu Zitakeni. Kwa kuna saa kuna karama moja inasindikiza karama nyingine. Sasa wakati mwingine kama hujamwambia Mungu nisaidie, huwezi kupata. Kwa nimemsikiliza mchungaji wakati anafundisha, nikasema hii kitu ni muhimu sana. Lakini sikilizeni niwaambieni ndugu zangu, hoja ya afya ya akili haibagui mtu. Unaweza ukawa mwinjilisti, ukawa mchungaji, alafu kichaa. Na kichaa sio lazima ufungwe hivi. Sio lazima uende Mirembe. Kuna vichaa ambavyo ukichaa umelala, ila ukiuchokoza ndio utaelewa. Kwa ni vizuri kuwa na wivu na ubongo wako. Haleluya. Kuwa na wivu na ubongo wako. Mimi mwenyewe naye wafundisha, kuna saa nakaa chini najikosoa mwenyewe kabisa, nasema hapa nimepitiliza. No. Mchungaji akaongea kuhusu kudhibiti mihemko. Usipodhibiti hisia utaharibu injili. Atakuja mtu atakutukana mbele ya watu, unafanyaje? Mfano kuna moja tunaita ni psychological trick of winning an argument or attack. Ni njia ya kisaikolojia ya kushinda ubishani au mashambulio. Mtu amekutukana. Moja njia ya kumshinda moja hapo ni hii. Mtazame machoni, alafu muulize umemaliza. Alafu endelea na vitu vyako kama kawaida. Usikubali mtu akuhamishie msongo. Haleluya. Kuna kozi nasoma sasa hivi sijamaliza na nimeipenda sana ya afya ya akili na lishe, inatolewa na watu wa Harvard University. Yaani ukitazama mgogoro mkubwa tulionao ni kwenye vyakula. Ukihitaji uweze kureverse ubongo vizuri ni kwenye chakula. Kila kitu ni kwenye chakula. Rudi katika mfumo wa awali wa lishe. Mimi nina wivu na ubongo wangu. Kwa nikiona kitu kinakwenda kuathiri ubongo siki-entertain. Muda wangu wa kupumzika ukifika kwa ajili ya kupumzisha akili yangu, huwezi kunibadilisha msimamo wangu katika hilo. Lazima akili yangu ipumzike vizuri. Bila kuwa na akili timamu siwezi kuhubiri. Nitapanda hapa na kuwafokea, na mafungo ya kufokea yapo. Mmesikia kule Geita kuna bwana mmoja ameua mtoto kwa sababu alikuwa analia sana. Wagonjwa wa akili ni wengi.
Wakati naongea hii habari ya kuua, kwa mfano unasikia wanandoa wameuana, unasikia sijui ameua mtu fulani, wengi ni wagonjwa wa akili, japokuwa sheria haijui mgonjwa na si mgonjwa, wote wakivunja sheria mahakama ndio itakayoamua. Lakini nimewambieni jifanyie assessment wewe mwenyewe. Kuna vitu ni viashiria vya awali. Kwa mfano dementia na Alzheimer ni magonjwa ambayo yanakuja katika style ya usahaulifu. Lakini jana nikamwambia unaweza ukaanza kudetect Alzheimer au dementia miaka 30 kabla haijatokea. Na ikiwa mzazi wako yeyote, babu, bibi, alikuwa na tabia ya usahaulifu, ujue Alzheimer na dementia inatembea kwenye familia. Dhibiti, unaweza kuidhibiti na isikupate kabisa. Haleluya. Kuna wale bibi zetu na babu zetu ambao wanakuambia hivi, we mtoto wa nani, wakati we ni mjukuu wake wa siku zote kabisa, au anapotea njia wakati mwingine. Haya ni magonjwa ambayo mapema ukianza kuyatambua unaweza ukayadhibiti yasikudhuru uzeeni. Sio lazima uzeeke ukiwa unaharibu mambo mwenyewe, si mmenielewa eh? Unaweza ukazeeka bado kwa vizuri kabisa 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 kabisa. Sasa sio somo langu, ila tu nimewiwa kusema kwa wivu wa ubongo. Wazee wote mlioko hapa, na maanisha wanaume, tafuna mbegu za maboga. Usisubiri mpaka mambo yaharibike. Tafuna, ile ni dawa ya akili yako, ina omega 3 ile. Acha soda. Yaani kuna mtu hata hapa nilivyosema tu tayari kuna kitu kamegusa hapa, anatamani Pepsi ya baridi. Acha. Dada yangu aliongea siku moja hapa, Mama Kilonzo, si mnamfuatilia sana eh? Akasema mwanaume anayekula wali simuelewi. Watu wakaanza kukata na hii mambo ya kukata video, watu waangalie content nzima ilikuwa kwa. Hata mimi nimeamua kunyamaza, kuna vitu sijibu. Kuna mtu alikata kaklipu kadogo tu kanajadiliwa kwenye mitandao huko. Pastor Mbaga ameharibika. Sekunde chache ndio unihukumu kwa sekunde chache. Lakini iko hivi, kiukweli kabisa wali sio chakula. Samahani sana, maana kuna biashara ya wali inayoendelea. Basi kama imekushinda kabisa umeamua kula, tandika kitanda chako mapema. Si unajua kutandika kitanda eh? Tanguliza libakuli la mboga za majani. Wewe, Mungu atusaidie sana. Sasa kuna mmoja ananitazama sasa nitajuaje kwamba nimeanza kuharibikiwa? Nakupa dalili chache tu. Moja, angalia vitu gani vinapandisha hasira yako. Ukiona unakasirika kwa vitu ambavyo havina maana, taa ya njano imewaka, usisubirie tukupeleke Mirembe. Unagombana na kuku, toka na unaongea mwenyewe kabisa, nitakuchinja. Kuku amekuwa mtu. Kuna saa unaweza ukaamka asubuhi huna mudi, umekasirika kutwa nzima. Ina maana homoni ya hasira ambayo tumepewa na Mungu kwa ajili ya kujidefend, kujitetea, imemwagika ovyo bila hasira. Usidhani kwamba wanaume hatupati hormonal imbalance. Tunapata hormonal imbalance hata kama ni mwanaume. Anza kudhibiti mapema. Na nimewambia dawa nzuri kabisa ni kufunga. Kula vyakula sahihi. Fast food hizo mtu anakula haraka zege lile la haraka. Kuwa na tabia ya kuangalia sukari yako iko kiwango gani. Usisubirie mpaka uumwe. Naongea na madaktari wananisikiliza hapa, wengine wako hapa, wengine wako online. Ninachokwenda ukisema, nenda ukaniprove wrong kwa kusoma research za hivi karibuni. Usibaki na research za miaka ya 70. Kuna watu wengi unapima hospitali sukari yako iko normal, lakini haiko normal. Wewe uko kwenye kundi la mtahiniwa wa kisukari, hujaumwa lakini mtahiniwa. Lakini daktari kumwambia anakuambia uko normal. Dokta, nenda ukaniprove wrong kwa research ya hivi karibuni. WHO wamerelease research kama hizi. Sukari ya kawaida sana ambayo tumezoea. Kwa mfano,
baada ya chakula, pima masaa mawili. Ukijikuta ya kwamba inasoma angalau 6 nadhani ikiwa imeenda sana ni mpaka 7.0, wewe uko sawa sawa. Lakini fasting food, fasting sugar asubuhi unapima inasoma 6.5, daktari anakuambia uko nomo. Sio kweli, wewe ni mtahiniwa. Badilisha lishe. Jana kuna baadhi ya watu ambao tunafanya nao research, wengine ni wa Canada wawili ambao nimeambia habari zake. Siku ya jana baada ya kumaliza ibada ya jioni, mmoja akaniuliza, "Vipi, uko tayari kwa ajili ya tafiti?" Nikamwambia ndio. Kaniambia, "Leo kula ovyo, alafu kesho upime." Kwa jana nimekula ovyo jioni. Futari yangu ilikuwa ya ovyo kabisa jana. Mbaya. Lakini nilikuwa nataka kuangalia, je, baada ya kuchukua muda mrefu kudhibiti mwili wangu unaweza kuchakata sukari kwa kiwango gani? Kwa hiyo nikwambia vitu nilivyokula jana utakimbia. Dadangu Tamari ananiangalia kwa huruma kabisa kwamba umeharibu tena. Nilikula ovyo kabisa jana. Moja ya chakula ambacho nilikula jana ilikuwa ni chips. Tuko sawa sawa Nikanywa na chai ambayo nimeweka asali, maziwa, nimeweka asali. Nikwambie na kingine. Na juice. Nikakaa masaa mawili. Nikapima. Mimi sina ugonjwa wa kisukari, ila naangalia uwezo wa mwili kupambana naye. Baada ya masaa mawili nikapima. Ilikuwa inasoma 6.8. Ambayo hiyo iko vizuri kwa sababu nimetoka kula masaa mawili. Asubuhi nilivyoamka, cha kwanza baada ya kufanya ibada zangu za kawaida, nikaenda kupima. Ikasoma 5.3. Perfect. Na nimekula chips. Sasa wewe gonga chips upime asubuhi. Mchungaji, uliwezaje kufika hapo? Ni discipline, nidhamu. Hakuna cha dawa. Haleluya. Ndugu zangu, mazoezi sio swala la hiari. Jilazimishe kufanya mazoezi, ni dawa. Angalau dakika 30. Piga push up. Kuna vijana hapa nikiwaweka na Dr. Heri Mhando hapa, hamumzidi push up hapa. Si mnamfahamu Usije ukajidai kwamba unapimishana naye push up. Utaomba po. Fanya mazoezi. Ijapokuwa wale wanaolima siwaambii fanya mazoezi. Nimeshawaambia watu wanaokwenda Upareni kufundisha haya masomo yafanya mazoezi, muishie nayo huku mjini. Usimwambie Mpare fanya mazoezi. Afanye yapi? Shamba anakoenda kwenyewe ni huko chini bondeni. Unamwambia Mpare fanya mazoezi ya nini? Hakuna. Mungu atusaidie sana. Nimeongea tu haya kwa sababu ninatamani sana tuwe na afya nzuri. Uwezi kuhubiri huku unagonjeka. Kiswahili cha Kenya ila nimekipenda. Ni kugonjeka. Mnafahamu mfungo wa Danieli? Nimwasogelea kidogo. Mnafahamu mfungo wa Danieli? Nyie si ni wainjilisti, ndio mko hapa na wazee wa kanisa na wachungaji. Alisema tupe mtama na maji kwa muda siku. Una habari Kiswahili cha kizamani kimekosea tafsiri pale. Version ya Biblia walioifasiri vizuri imetoka mwaka 2003 kama sijakosea ya Kiswahili. Acha kile Kiswahili cha kisasa. Kile cha zamani kile. Wamerekebisha andiko hilo mwaka wa 2003 kama sijakosea. Danieli alikunywa maji na mboga za majani siku 10. Sayansi imekuja kuprove yafuatayo. Mtoto anayejiandaa na mitihani, siku 10 kabla ya mitihani, atakapotumia maji na mboga za majani kwa wingi, anakuwa na akili mara 7. Sasa wewe wako ndio wakazania waambie kula mara 3 kabisa. Akiingia kwenye mtihani anasinzia. Toka pepo kwa jina la Yesu. Hakuna uhusiano na pepo hapa. Amekula nini? Mfano ingekuwa mamlaka yangu, ningepiga marufuku kwenye shule zote za msingi watoto kupewa uji.
Wewe mwenyewe hapa ukinywa uji unasinzia. Mtoto nampa uji alafu namfundisha hisabati. Kwa nini asitumie kalkuleta baadaye? Andika andiko hili sasa. Ujasiri unaoshinda. Wagalatia 6:9. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Ili fungu ni muhimu sana 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 sana. Lina maana nyingi. Nielezee chache. Ujasiri ni kitu ambacho mara kwa mara hatukihusishi na mambo ya kiroho, lakini ni muhimu katika harakati zetu za kila siku za kutafuta utakatifu, kama ilivyo katika maeneo mengine ya maisha. Kutoka kwa michezo hadi maeneo mengine ya maisha, hadi kujifunza shughuli za biashara zenye mafanikio, tumefundishwa hapa. Bila ujasiri mafanikio hayawezekani. Mimi ndio nilikuwa nasikiliza definition hapa. Kuna tofauti kati ya machinga na nini tena jamani? Na mjasiriamali na mfanyabiashara. Nilikuwa namsikiliza sana huyu bwana, nilikuwa na mimi sijaipata vizuri. Mfanyabiashara ni yupi? Mtaji? Anatumia vikubwa kupata, huyo ni mfanyabiashara. Mjasiriamali anatumia vidogo kupata. Alafu na mwingine nani? Machinga. Huyu anafanya nini? Anaiga. Watu wakiuza nyanya na yeye. Ndio wale ambao wanafanya biashara ya matikiti ya kwenye madaftari. Eka moja, tikiti kadhaa. Tikiti moja likiwa bukubuku. Katika ile matikiti, yani hakuambii kwamba kuna kupiga dawa, sio kuna nini. Sasa kwa sababu ninatazamwa na watu wengi, nataka niwatie wivu ili muwe na ujasiri. Haleluya. Afrika Mashariki, ukiweka Mkenya, weka Mtanzania, weka Mganda, tulioanzisha Afrika Mashariki jumuiya. Najua kuna wenzetu wamekuja, akina Warundi na Wanyarwanda na nini tena wameingia kwetu. South Sudan, ndugu zetu wote hao. Na nani wengine? Kongo pia na wameingia, ni ndugu zetu hao. Kuna wengine wameingia hivi karibuni. Somalia wameomba lini kuingia? Wameshakaribishwa? Bado tunawajadili. Ngojeni tuwajadili kidogo wa Somali. Lakini iko hivi. Ndugu zetu wa Kenya, unapoingia kwenye swala la ujasiri wa kiuchumi, wanaongoza East Africa kabisa. Sera za kisiasa zinachangia. Kenya kwa muda mrefu amekuwa na dhana ya kibepari, mwanzo mwisho, si mnajua hiyo Tanzania ujamaa na binadamu wote. Shikamoo ndugu mwalimu. Sasa hivi hapa angalia idadi kubwa ya Wakenya walioko nchi kama Canada, Marekani, Uingereza ambao wanafanya kazi. Ni wengi kweli kweli. Njoo kwenye habari ya kujaza hizi green card lottery za Kimarekani na Canada kuhitaji watu. Wakenya wanajaza kwa wingi. Watanzania mpaka tuimbishane wimbo. Zimetoka mjaze jamani, zimetoka mjaze jamani. Hata hivyo natangaza hapa, mko mnanitazama, mimi sio mwanasiasa na sina chama chochote. Hata uraia pacha, kinachotuponza ni uoga. Wanaogopa wakati mimi ndo nayemulikwa na kamera. Lakini kiukweli angalieni fedha kubwa ambayo inaingia Rwanda, fedha ambayo inaingia Kenya kwa watu wanaofanya kazi wapi? Nje. Kubwa kweli kweli. Nyingi kweli kweli. Ukitaka ukue kiuchumi, ondoa woga. Leta Mkenya hapa kwenye uwekezaji dakika 2 mtaelewa. Mimi napenda spices nyingi sana. Nanunua. Kuna spices zetu nimeshindwa kununua kwa sababu nimenunua moja ya tangawizi nayo hapo nakaribia kuitupa. Amekuandikia kabisa Kiswahili kizuri, tangawizi halisi, isiyo changanywa na chochote.
Ameacha tu kuandika kutoka mamba miamba. Yaani angeongezea na hiyo naye. Njoo weka koroga ile tangawizi. Hamna kitu. Tunauziwa maranda. Karafuu inatoka Tanzania, si ndio hivyo Kiwanda cha kusindika kiko Kenya. Unasema hapa kwetu vipo ndio, lakini mimi nimenunua, ninayo hapo, mimi nakula karafuu, ni moja wapo ya vinywaji vyangu vya karibia kila siku. Sikosi karafuu, sikosi tangawizi. Lakini hapo ninapokaa nimetupa ile ya kwetu tangawizi, nimeenda kununua tangawizi halisi ili nitengeneze kabisa. Maana ya kwetu sisi chochote. Tangawizi hata usikii hapa. Hapana. Sasa tunaongea ujasiriamali ambao unafundishwa hapa. Mkija kwenye hoja ya product, tengeneza product ili mtu aache nyingine aje anunue. Nimekuwa mteja wale wa Kenya kwa sababu gani? Wananipa ninachokitaka. Mungu atusaidie sana. Sasa ujasiri na uthubutu, ukija kiroho, wote wanaofanikiwa kiroho ni watu majasiri wasio na woga. Kwa taarifa yako, nitazameni macho yangu ili mtajua kwamba naongea ukweli au nafanya usanii. Niangalieni. Pepo wachafu wanakuogopa kuliko unavyowaogopa. Kinachokuponza ni nini? Hujui nguvu iliyoko ndani yako. Uelewi. Sijui kama Pastor Mjema utakumbuka, mimi sielewi kama utakumbuka. Unakumbuka hili tukio nimelisema sana Pastor Mjema, na nimekuwa nikikusema pia. Wakati nilikuja kwenye uamsho shule ya sekondari, ilikuwa ni Kitungo wakati ule. Nadhani ulikuwa unachunga maeneo hayo. Ilikuwa ni Kibaha. Kongowe. Nikaweka kwenye kagesti fulani hivi hapo. Huwa nikipita huwa nakatazama. Sijui kama unakumbuka hili tukio. Kuna binti moja alikuwa anahudumia pale, akawa amekufuata, alikuwa anaogopa kuongea na mimi sana. Ukampa ujasiri, ukamwambia nenda tu ukamwambie usiwe na wasiwasi. Kama unakumbuka ile tukio wakati huo. Unakumbuka. Nini kilitokea? Pale nilipokuwa ninalala, natoka naenda kwenye mahubiri, tunarudi. Sasa ni miaka mingi, tunaongea miaka mingi iliyopita. Piga picha nilikuwa naonekanaje miaka hiyo. Tuko sawa Basi sijui aliamua kufanya nini humo ndani yule mwanadada. Wakati anajaribu kufanya kile kitendo nikiwa mimi sipo, akaja akagusa nguo yangu. Lengo ilikuwa ni kufanyia kwenye shati langu. Akapiga chini. Mimi sina habari. Akajaribu mara ya pili tena, chini na kutapika kabisa. Yaani na kutapika juu. Baada ndipo anakuwa na kale kaoga kuniface kwamba ngoja nimwambie mchungaji kilichonipata, lakini anaogopa. Baadaye pastor akampa ujasiri. Muone tu. Akaja kanisimulia, "Wewe ni mtu gani?" Nikamwambia ni mchungaji. "Naomba uniombe. Kuna hiki na hiki imetokea." Sitaki kusimulia ile story kwa undani. Lakini imetapika mara mbili. Sasa akanichekesha na mimi nikacheka wakati wa ushuhuda wake. Akanambia, "Jana ndipo nimetapika. Lakini nimeshangaa nilikuwa naumwa vidonda vya tumbo, nimepona kabisa." Wainjilisti, usiogope mchawi, usiogope mganga. Kwanza kwa taarifa yako, wanaojua kupigana huwa hawatishi. Ukisikia mtu anakuambia nitakunyoosha, hamna kitu. Kuwa na ujasiri. Juzi nilikuwa na mchungaji Macfield, nyie mliona. Yule mzee ninampenda kwa sababu gani? Ametumikia ili kanisa kwa miaka mingi. Umri wake wa kazi umenizidi umri wangu wa kuzaliwa karibia mara 2. Huyo mtu hawezi kubishana naye. Nikamwambia, "Pastor, imekuwa kwa hebu nipe uzoefu wako." Akanivuta pembeni pale tunakula chakula. Akaniambia, "Usinione hivi, na mimi nilikuwa muoga." Anasema nilikuwa napanda mimbarani kuhubiri, jasho linanitoka. Anasema siku nyingine nimeitwa kuhubiri nikakwama kabisa. Mke wake wakati huo ni wachumba, anasema alikuwa na funguo za store kwenye volleyball. Anasema nikamwambia naomba zile funguo za store. Anasema nikaingia hapa. Nilipoingia anasema nikaanza kuhubiri kwenye store ya volleyball. Anasema ile mipira yote
yote pale ilikuwa naiona kama watu. Alafu nikiita wito ili wampokee Yesu, anasema anachukua mpira mmoja na urusha pale. Kwa ile mipira ikipigwa inakuja yote sasa kama inamwagika. Anasema nawaambia asante, naona mnampokea Yesu, naona mnampokea Yesu. Wana saikolojia wanasema fake it until you master it. Hubiri kule chumbani kwako kwanza kabla hujatoka nje. Mfanya biashara yeyote, ona wateja kabla hujawaona halisi. Kaa pale kwenye duka lako, tazama hivi kabisa. Tena wateja leo ni wengi, itabidi niongeze mtu angalau anisaidie. Lakini unaongea mwenyewe moyoni, usiongee kwa sauti, watakufunga kamba wakupeleke Mirembe haraka sana. Ona mambo hayaone mapema, kuwa jasiri. Mtu yeyote aliyefanikiwa kibiashara ni risk taker. Naongea lugha ya haraka. Nendeni mkaangalia wanafunzi wote ambao walikuwa wanapata A darasani, A. Wale wa A darasani hawawezi biashara. Wanaopiga biashara sana ni watu wa B. Average hawa kawaida si. Unajua kwa nini? Hayana muda wa kufanya analysis. Ukimwambia analysis ya nini? Na wakiingia kweli kuna saa wanatoboa kabisa. Wanafanikiwa. Nimewambieni jana hapa habari ya kufunga hivi kwamba naogopa kumwambia mtu mwenye vidonda vya tumbo asifunge, kwa sababu nina maushuhuda kibao ya watu waliofunga na vidonda vya tumbo na wakapona. Ujasiri. Mungu anahitaji watu wajasiri. Ukimweka Daudi na Sauli kwa umbo tu, Sauli alikuwa anatisha. Yule jamaa akisimama hivi huwezi kukaa hapo. Israeli nzima alikuwa anaongoza. Lakini ndani, ndugu zangu, msimlaumu Mungu anapowapitisheni kwenye vitu vigumu vidogo. Ni kwa vile ameona kuna simba mkubwa yuko mbele, anakuandaa kwanza kupambana na panya. Unashangaa mwanamume mzima yuko juu ya meza. Bwana vipi? Sema panya. Panya umepanda juu ya meza. Msikieni maneno ya Daudi wakati Sauli anamkatisha tamaa. Sauli alimkatisha tamaa. Wainjilisti, kuna saa utakatishwa tamaa na mchungaji, usirudi nyuma. Songa mbele. Alipomwangalia Daudi hivi anamwambia, mwanangu, wewe unakwenda kupigana naye, unajua ana uzoefu wa vita tangu ujana wake. Yaani kwa lugha nyingine, mimi mwenyewe ninamuogopa. Kitakachoondoa umaskini nyumbani kwenu na kwenye ukoo wenu ni hasira takatifu. Daudi anajiuliza, siku 40 wanaume wote wa Israeli wanatukana na Goliati, alafu wanarudi tena wanalala kwenye mahema. Huu ni ujinga. Swali lake la kwanza, mfalme amesemaje juu ya huyu jamaa? Kaambiwa yule ambaye atampiga familia yake yote haitalipa kodi. Kajamaa akasikiliza, hakakushawishika sana. Kamuuliza mtu wa pili, amesemaje? Anasema cha kodi kipo, ni kweli. Ila cha pili, anaoa binti mfalme. Hiyo sawa. Ingekuwa leo tunasema hiyo point. Anapoenda anaongea na mfalme, mfalme anajaribu kumkatisha tamaa kwa kumwambia huwezi kupigana naye. Sikia majibu ya Daudi. Kwanza anamheshimu mfalme. Mwinjilisti, hata kama unaona kwamba kuna kusigana na kiongozi wako, mpe heshima yake. Anasema mtumishi wako. Unasikia sentensi hiyo Mtumishi wako, mimi nachunga kondoo. Yaani ni kweli level yangu ni ya chini. Ni kweli kabisa. Mimi darasa la 7 tu. Ni kweli, darasa la 7. Tena sikufaulu vizuri. Anasema lakini kule kwenye kuchunga kondoo kule nimeua dubu. Wewe bwana mdogo, wewe kabisa. Anasema acha dubu. Kuna siku simba alikuja akamchukua mwana kondoo, mimi nikaning'inia kwenye ndevu zake, nikampokonya. Hii kabisa kuinjilizo unaelewa hiyo. Sasa nikampokonya.
niambieni ndume yenye ujasiri wa kupokonya mwanakondoo kwenye mdomo wa simba. Nikana kwamba nataka kumuuliza Sauli, tangu uwe mfalme hadi leo umeua hata chatu baba, chatu. Mnajua kilichofanya Yoshua na Caleb waingie nchi ya ahadi ilikuwa ni nini? Ujasiri. Mnajua kwa nini Mungu alimuinua Paulo baadaye? Ni kwa sababu Ukristo ulikuwa unakufa kwenye mikono ya wale jamaa. Shida tukiwaongea kwa sababu tunajua ni watu wa Mungu, tunawaongelea kwenye uzuri tu. Wale jamaa waliambiwa nendeni ulimwenguni mote, wakabaki Yerusalemu. Wanagawa sadaka. Mwisho na ukibaki Yerusalemu tu kesi zitakuwa nyingi. Pakaja kesi ya wajane ambao hawapewi misaada kweli. Mnakumbuka hiyo eh? Yaani usifanya kazi shetani atakuletea kazi tu. Mwisho Stefano akauawa. Mchungaji alivyokuwa anaelezea hapa kuhusu Paulo sio mtu simple. Kile kichwa ni hatari, mpaka Paulo alikuwa Petro alikuwa hakielewi vizuri. Akaandika nyaraka anasema kama alivyojaliwa ndugu yetu Paulo. Ndani yake kuna mambo ambayo ni ngumu kufanya nini? Nyaraka zake zimezaa madhehebu ya Kikristo kibao. Kupitia nyaraka ya Paulo kuna Wakristo wanakula nguruwe. Ukimuuliza nakwambia Paulo amesema. Wapi ndugu yangu imeandikwa? Sema vinavyoletwa sokoni kula. Usiulize. Mwambie basi ndugu yangu kula konokono. Konokono mimi hapana. Nyaraka za Paulo. Ule ubongo ulikuwa smart kiasi kwamba alivyopewa dakika chache za kuongea na governor. Si mnakumbuka eh? Dakika chache governor akamwambia, Paulo kwa maneno machache unataka kunifanya kuwa Mkristo? Jamaa akasema sio wewe tu. Na hata hao wote walioko hapa, isipokuwa kwenye vifungo hivi tu. Mwinjilisti kuwa smart. Akafungwa siku hiyo kwamba anataka kuhukumiwa kwenye sinagogi lao la Kiyahudi. Ndio ikacheki baraza la Sanhedrin ikachunguza, maana ulikuwa unafahamu madhehebu yao kwa mavazi. Si ndio hivyo eh? Alivyocheki akagundua kuna Mafarisayo alafu kuna Masadukayo. Akagundua hapa dawa ni wagonganishe vichwa mimi nichomoke. Akapungiwa mkono. Paulo, elezea mashtaka yako. Anasema ndugu zangu, kama mnavyojua hawa watu wameleta kesi yangu mbele yenu kwa sababu ya jambo letu. Hii wanaosema nyingine wamezunguka tu. Ila sababu kubwa iliyofanya wanilete hapa ni ile imani yetu juu ya kiama cha wafu. Na yale madhehebu yalikuwa yanashindana kweli kwa hizi imani. Farisayo wakasema, kumbe ni ndugu yetu. Baraza life. Kuwa smart. Jasiri lakini smart. Mafanikio yako mengi yapo kwenye maeneo unayoyaogopa. Mungu atusaidie sana. Iwe ni ya kiroho, iwe ni ya kiuchumi, iwe ni ya kifamilia. Na kuna saa Mungu anakutazama hivi, Mungu anasema mtoto wangu angepiga hatua moja mbele, angefikia mafanikio. Ujasiri. Sasa tusichoke kutenda mema. Maana yake ni nini? Kuna saa utajisikia kana kwamba nguvu zinaisha. Kwa mfano, kuna kitu kinaitwa karma. Kule India ni wazuri sana wa karma na wa Tibet kuliko watu wengine wote. Hawezi kujua vizuri karma. Lakini ukienda India, ukienda kwa Tibet kule kwa kina Dalai Lama, wanaelewa vizuri neno karma. Na karma ipo kwenye Biblia. Karma ni sheria ya asili ambayo inasema kwamba unachomtendea mtu utatendewa. Na unatendewa kwa zao. Nikisema kwa zao unanielewa. Tuje kwenye Biblia. Wapeni watu vitu, nanyi kipimo cha kufanya nini? Tuanze kwanza jamani, tusikimbilie kule. Kipimo cha kuja. Baada ya kujazwa kinafanya nini? Inashindiliwa eh? Haya, cha kushindiliwa. Alafu baada ya hapo cha nini? Hayo mahesabu usiende kwa haraka. Maana yake ni hii. Unachomtendea mtu na wewe utatendewa saizi ile ya kwanza, lakini iliyojaa. Namba 1. Ile ikishajaa inawekwa pembeni. Inakuja saizi nyingine tena kama ile, lakini iliyofanya nini? Nayo inawekwa. Inakuja tena saizi ile tena iliyojaa na kushindiliwa, alafu na kufanya nini? Kwa hiyo umepewa mara ngapi? Lakini na ziada nyingine ndogo ndogo za ziada. Baada ya hapo chunga nini unachowafanyia watu wengine.
Ukimfitini mtu utafitiniwa. Ukimwibia mtu utaibiwa. Ukiokota hela ya mtu bila kumrudishia utapoteza, ila kwa kipimo kile kile. Kwa kama kuna wakati ulipoteza, kumbuka na ulimpotezea nani. Kaa tu mwenyewe utafakari. Hiyo ndio kanuni. Sasa kwa nini nimesema haya? Katika kutenda mema kuna saa ujasiri unapungua, maana itakugharimu kumtendea mema mtu aliyekuudhi. Unaona ugumu wake unapoanza hapo sasa Ni ngumu. Nilikuwa naangalia kesi moja nchini Marekani juzi ya mzungu alimuua mtoto mmoja wa Kiafrika. Kwa hiyo hukumu ikawa iko wazi kabisa kwamba yule bwana anyongwe. Wazazi wakapewa nafasi ya kuongea. Wako watatu wale ndugu wa karibu, wakapewa nafasi ya kuongea. Akaanza baba. Yule baba angekuwa Tanzania tungempeleka Tarime. Aliwepewa maiki akasema, afe huyu, anyongwe, na Mungu amuongezee adhabu kwa kumuua mwanangu. Akapewa maiki dada. Dada, wewe unasemaje? Anasema, huyu labda angeuawa kidogo kidogo kabisa ili naye aonje maumivu jinsi mdogo wangu alivyokufa. Nikasema huyu jamaa akipewa kisu anaweza kukata taratibu taratibu. Akaja mama, ndiye alinimaliza nguvu. Mama, wewe unasemaje? Akashika maiki, akatoa machozi. Alafu baadaye akasema maneno haya, Mungu amrehemu. Anasema, na uchungu wa kuondokewa na mwanangu kwa kifo cha kikatili alichomuua, lakini huyu naye ambaye ninamtazama hapa ni mtoto wa Mungu, anahitaji neema. Mama akasema maneno haya, kifo kibaya zaidi na ni jehanamu, sitamani huyu akipate. Mwanangu ninamjua na Mungu wake, ipo siku nitakutana naye, ila huyu sijui mahusiano yake na Mungu, natamani atubu ili aokolewe. Sio huyu mama tu, sio yule mzee tu, hata mimi ingetokea nakutana na mtu wa namna hiyo. Hii habari ya msamaha, kusema asamehewe, ni mpaka Mungu akujalie. Hata mimi. Usimesikia mwinjilisti anasema unaka kabisa. Yaani umue mtoto kwa mfano ni mfano tunatoa. Katika watu wanaoniudhi ambao naomba nisiito kwenye maamuzi ya kesi zao, ni wabakaji wa watoto. Yaani umebaka mtoto. Ngoja nisisome mafungu zaidi ya hapa. Sikia mafungu, yaandike, yatakusaidia. Andika mafungu yafuatayo. Mithali 28 fungu la kwanza. Mithali 28 fungu la kwanza. Waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Haleluya. Ni wajasiri kama simba. Kwa nini ni wajasiri kama simba? Ngoja tuanze na waovu kwanza. Bundi analia nyumbani kwako usiku. Unaamka unaanza kuchoma chumvi. Uoga huo. Kwanza ukisikia bundi analia, mwambie Mungu ninakushukuru. Umeona kwangu kuna panya, ukaamua kuniletea bundi ashughulike nao. Aendelee kushughulika nao. Paka analia, unakosa usingizi. Kama umeshahisi ni paka ambao ni wa kipepo, fanya maombi ya kutamka. Kuna aina ya maombi mengine yanaonyesha tu wewe ni mwoga. Yaani hata shetani akisikiza sema kimeumana, hamna kitu hapa. Hapa hamna kitu. Nakupa mfano. Shindwa kwa jina la Yesu. Mungu, kweli mimi mtumishi wako unaruhusu mpaka paka wanakuja Baba? Woga huo. Yaani ni simple. Mkiwa na imani kama punje ya haradali, mtauambia mlima huu ng'oka. Wale panya amini wao paka umeshahisi ni wale wa design hiyo, waambie ninawaamuru kwa jina la Yesu Kristo,
wataondoka. Acha woga.